Faqul, waambie, andhartukum, na kutahadharisheni. Hii ni warning. Na kutahadharisheni, sa'iqatan, mtapigwa nyinyi na kishindo cha radi, mithla sa'iqati Adi wa Thamud, mfano wa kishindo kilichowapiga Adi na Thamud. Watu hao walipatwa na kishindo, kila mmoja cha aina yake. Watu wa Adi, kishindo kikubwa sana cha siku 8 mfululizo, na Thamuda nao wakapigwa na kishindo cha radi kikawadhalilisha vibaya sana. Waambie atawakuteni hayo. Idh ja'athumur rusulu, pindi walipowajia mitume watu hawa, min baini aidihim, mbele yao, wa min khalfihim, na nyuma yao wakaja mitume wengine, wakiwaambia alla ta'budu illa Allah, msiabudu mwingineo, illa Allah, ila mumwabudu Allah peke yake. Qalu, walijibu walipoambiwa msiabudu ila Allah, msimwabudu ila Allah. Qalu, wakasema, lau shaa rabbuna, kama Bwana wetu angetaka kweli hayo unayosema wewe nabii, la anzala malaika, angeshusha malaika Bwana kuja kutuambia, sio unatuambia wewe tunakula ugali pamoja. Kama Mungu anataka atueleze kitu, anakutumaje wewe Bwana? Tunakula ugali sote, tunakula hiki pamoja, tunatembea pamoja, tunahangaika pamoja, alafu ndio unatuma uje utuambie habari za Mungu? La anzala malaika, Allah angeshusha malaika. Lakini kanuni ya Allah kuleta malaika, si mpaka wanaoletewa nao ni malaika, si ndio hivi? Kama wangekuwa kuna malaika wanatembea duniani, Mungu angewaletea malaika. Ni watu sasa, mletewe vipi malaika? Sawa sawa. Fa inna bima ursiltum bihi, kwa hakika sisi, wanaendelea kusema, kwa hakika sisi, bima ursiltum bihi, hayo mliotumwa hayo kuja kutueleza sisi, kafirun, si tumeyakataa hayo, hatuyataki. Mitume najibiwa hivyo, hizo haki sisi. Mtume wa Mungu ameleta ujumbe, mtu anamjibu bayana, bwana fa inna bima ursiltum bihi kafirun, kwa hakika sisi hayo mliotumwa hayo kutuletea hayo, kafirun, tumeyapinga, tunayakataa, hatutaki. Sikiliza Allah alivyofanya, amezungumza kwa mkato tu. Fa amma adun, amma hawa kaumu Adi, hawa ni watu wa Yemen. Hawa nabii wao alikuwa Hud, kongwe wa zamani sana, Yemen. Amma kaumu hii Adi, hawa watu hawa, fastakbaru, walijivuna sana, walijiona sana, wakajitweza, wakajikuza sana. Istakbaru. Fa amma adun fastakbaru fil ardh, vuna sana katika ardhi hawa, bighairi alhaq, wala sio haki yao kufanya hivyo, bila haki yoyote ya kufanya hivyo. Ni viumbe wa Mungu tu, kujikuza kwao na kujiona kwao. Waqalu, wakasema, man ashaddu minna quwwa, ni nani ashaddu, aliyezidi, minna, kuliko sisi, quwwa, ni mwenye nguvu zaidi kuliko sisi. Hawa bwana, mpaka wakasema maneno haya, Mungu aliwaumba ni viumbe wa ajabu sana, walikuwa ni wakubwa mno. Na kama ingekuwa kwa mfano ratio kama hivi tulivyo sisi, viwango tulivyo, alafu tembo kama vile unavyomuona mkubwa,
ingekuwa ni ile na tembo wao nao wakawa wakubwa labda, umeelewa? Kwa mfano wao ni wakubwa, Mungu akawaambia nao tembo wakubwa zaidi kama vile tunavyoona sisi. Lakini Mungu hakufanya viumbe wengine kuwa ni wakubwa kwa viwango kama hivyo. Wao ni wakubwa sana, lakini mtu anaweza kumpiga tembo ngumi akafa. Sasa unaona kama ni wakubwa sana. Majitu kweli. Usishangae anaweza kuchukua gogo ndio la kuchokolea meno. Kama fimbo kama hiyo hapo ndio ya kuchokolea meno. Jino kama hivi sasa. Hiki kama cha kwetu, jino lake hivi. Sikio hilo kama la tembo. Sio watu wa kawaida. Yani sio wa kawaida. Athari zilizoonekana hivi karibuni, baadhi ya mafuvu yaliyopatikana ya watu wao, kichwa kikiwekwa hapo, ile tundu ya jicho, wewe unaweza ukaingia ukakaa hapa kwenye tundu ya jicho ukakaa. Amfikirie ni mkubwa kiasi gani. Kwa hiyo wakajichanganya kidogo, wakawa mpaka wanachokisema hawakijui. Man ashaddu minna quwwa, ni nani mwenye nguvu zaidi kushinda sisi? We nabii usituletee maneno. Na nabii wao ni mkubwa hivyo hivyo naye, sio kama labda nabii mdogo mdogo, ndo wote namna moja. Sasa kwa kujiona kwenye dunia hivyo ni watu wa aina yao, nani anatuzidi kwa nguvu? Allahu akbar walillahi alhamd. Hebu fikiria mtu kama huyo akisimama kwenye muembe anakula mangapi? Na Mungu akawapa neema zimejaa nyingi sana, wana neema nyingi tu, nyingi. Wakawa hawana wasiwasi, wamejibu wanachotaka. Wanafikiria Mungu ataadhabu ya namna gani kama yuko kweli huyo Mungu aliyekutuma wewe? Adhabu ya kitu gani? Mdudu gani tunayemwogopa sisi? Ndio fikra waliokuwa nayo. Allahu akbar. Awalam yarau, Allah anasema awalam yarau, hivi hawakuona, hawakujua, anna Allaha, kwamba Allah alladhi khalaqahum, ambaye amewaumba wao, huwa yeye, ashaddu minhum quwwa, amewazidi wao nguvu. Hawakuona hilo? Amewaumba wao na akawapa kila kitu. Allah ashaddu minhum quwwa, ana nguvu zaidi kuliko wao. Wakanu, na wakawa, biayatina, aya zetu hizi wanazoletewa, yajhadun, wanazikanusha tu, hawataki. Nabii usilete habari bwana, sisi hatutaki. Allah subhanahu wa ta'ala amewaadhibu kwa kitu ambacho hakikuwa katika akili yao. Anasema fa arsalna alaihim, tukawapelekea, tukawatumia, rihan, upepo, sarsaran, unaotoa sauti ya ajabu ya nguvu. Umekuwa na nguvu mpaka unaunguruma, maanake spidi ni kubwa kubwa, una baridi nyingi, una sumu, vyote vimechanganyika na upepo mmoja. Ikawa bonge la mtu lile linapigwa na upepo mpaka linarudishwa nyuma, aliwezi kutembea, linaona liegemeze pahali. Hapo anapojiegemeza ndo atapigwa na upepo, haondoki, hawezi kuondoka mpaka anaganda, anaanguka chini. Upepo 7 layalin wa 8 ayamin husuma. 7 layalin, usiku mfululizo 7 hiyo, wa 8 ayamin, na mchana 8, manake siku 8 mfululizo. Hiyo itakuwa umeanza mchana mpaka ukaishia mchana mwingine wa siku ya 8. Mfululizo siku 8, upepo unapiga kwa sauti namna hiyo, mfululizo. Pataondoka mtu? Hakuna kupiga hatua. Uliposukuma ukagandishwa ni hapo hapo, hapo hapo pepo. Subhanallah.
mpaka wakachanganya, akili zao zikachanganyikiwa. Hakuna namna, mtu anaona na ukubwa alionao haondoki, hawezi kupiga hatua, upepo umemgandisha pahali. Fi ayamin nahisatin, Allah anasema upepo huo uliowapiga kwa sauti ya juu hivyo, una sauti katika siku za nuhsi, katika siku, yani hizo siku naziita siku za mkosi, kwa sababu namna hiyo huo mkosi tu, siku ambazo ni nuhsi kwao, mfululizo, huwezi kutembea. Fi ayamin nahisatin, ayamun mash'uma, siku ambazo kwao zilikuwa ni nuhsi hizo. Kwa nini? Linudhiqahum, ili tuwaonjeshe, adhabal khizyi, adhabu ya kufedhehesha. Mungu alitaka kuonyesha na kufedhehesheni, kama mliona nyinyi mna nguvu sana, mnaadhibiwa na kitu hata kionekane, upepo. Jamani, tukisoma vitu kama hivi tupate mazingatio kwamba Mungu ana askari wengi sana. Hivi vitu vinavyotufaa vyote hivi, Mungu akivigeuza kuwa askari, vinakuwa askari. Maji, bahari, tunatembea juu yake, meli zinakwenda, Allah akizigeuza kuwa askari, zinakuwa askari tu mara moja tu. Nani zile tsunami zilizopita zile, tukazisikia habari zake, ni maji tu yale ambayo watu lea, na siku hiyo walikuwa wamekwenda beach kabisa kufanya ufuska wao beach, hawana wasiwasi. Mungu akayatoa maji kutoka huko yakaja nchi kavu. Nchi kavu kuna kuwa ni juu kuliko baharini, si ndio? Yakaja kwa kasi kubwa, kama vile dunia imepinduliwa, upande wao imegeuzwa hivi. Maji yanakuja kwa kasi, yakapanda juu mpaka meli zinapandishwa juu, yanafika mpaka magorofani. Yamegeuzwa adhabu, ni askari wa Mungu kwa kipindi kile yale maji. Kwa hiyo tumwangalie Mungu kwa sura nzuri, kwa macho ya sawasawa ya akili, kwamba neema hizi akitupa tushukuru, tukikufuru hizi anazigeuza kuwa kitu kingine. Upepo ni sababu za maisha nzuri tu, unapoletwa taratibu, mimea yetu ndio inapata kuweza kuzaa vizuri matunda, si ndio? Baharini wenye kusafiri kwa matanga wale wanapiga upepo kidau chao, upepo mzuri unakwenda, safari inakwenda. Ndio hivyo hivyo. Lakini ikitokea kwamba Mungu amegeuza kibao, upepo ni adhabu, mvua ni neema, ikija tunafurahia. Kuna wakati inageuzwa inakuwa habari nyingine. Mungu analeta mvua za mawe, na akitaka zinamfikia anayetaka, na ambaye hakutaka imfikia imfikii. Tuko pamoja? Neema ya kuyeyusha mvua juu ili inyeshe, lakini Allah akikusudia sasa ije kudhuru mtu, inapiga mpaka chini. Anayetakiwa inampiga, asiyetakiwa wala haimpati. Hapo hapo mlipo. Watu 100, mmoja amepigwa na radi, kwa nini wasipigwe wote? Kwa hiyo tumwangalie Allah mudabbir, muendesha mambo yake, anayasimamia kwa sura hiyo. Linudhiqahum, ili tuwaonjeshe, adhab alkhizyi, adhabu ya kufedhehesha, fil hayati dunia, katika maisha haya ya dunia. Allah anaanzia hapa akitaka kuadhibu adhabu ndogo hapa. Hizo kuziona kubwa ndogo tu hizo. Na lengo la adhabu hizi za dunia zikija, lengo lake ni kuzindua watu warudi kwa Allah. Anasema walanudhiqannahum min aladhabil adna, tunawaonjesha viumbe adhabu hii ndogo, duna aladhabil akbar, tuache adhabu ile kubwa ya akhera, la'allahum yarji'un, ndio ili waweze kurudi kutubu, ndio lengo lake. Kwa hiyo adhabu zinakuja huku hizi, sio kama Mungu anatuadhibu kwa maana ya adhabu hasa. Kwanza wale wahusika itakuwa ni adhabu, wasiohusika imeletwa ili wakumbuke, watubu, warudi kwa Allah. Tuko akasema wala adhabul akhirati akhza,
Na hiyo adhabu ya akhera watakaoiendea huko, hawa ambao wamekufa hivyo bila ya kutubu, akhza, hiyo ni ya kufedhehesha zaidi kushinda hapa. Wahum la yunsarun, nao huko hawatonusuriwa na nguvu zote walizokuwa nazo walizojidai. Watakwenda kupambana na viumbe wana nguvu kushinda wao huko. Wanapambana na malaika huko, malaika anakuingiza kwenye frying pan kama anageuza ile chips ile pa pa. Unaonaje? Simezungumzwa watu, kuna watu watachoma mbavu zao kwenye mazaka, si ndio? Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadha ma kanaztum li anfusikum. Malaika wanafanya kazi hizo, wanampiga mtu pa pa pa, waliyadhu billahi. Mungu atulinde na shari hizo. Wahum la yunsarun, na wao hawatonusuriwa huko. Hao ni qaumu Adi. Wa amma Thamud, amma qaumu Thamud, watu wa Nabii Saleh, wao eneo lao kwa sasa hivi ni Saudi Arabia. Hiyo kuna sehemu kabisa inaitwa Madain Saleh. Mtume alikuwa akipita na maswahaba anawaambia, msiingie eneo hili ila muingie mnalia. Kama mtu hawezi kulia basi ajilize, kukumbusha tu kwamba kuna watu wamefanya jeuri wakafikishwa hali hii. Allah anawazungumza hawa nao kaumu Thamud, fahadainahum, tuliwaongoza kwa kuwapelekea mtume, fastahabbu al-ama, wakapenda zaidi wao upofu. Wamepewa mwongozo wakaufumbia macho, wakachagua kuwa vipofu. Sio vipofu manake ni vipofu hawaoni, hawauoni mwongozo. Fastahabbu al-ama ala al-huda, wakapenda kuwa vipofu kuliko mwongozo wa kuona. Sawa sawa, sio macho yamepotea, hayakupotea macho, kujipofua tu kwamba bwana. Kama mtu akufanyia jeuri ukamwambia wewe unajifanya akili zako kidogo, sio zangu mimi za kupaka tu, zimepakwa tu kidogo. Wewe mtu na akili, lakini unamwambia mimi zangu ndio hamna kabisa. Basi sasa Allah anazungumza lugha ya namna hiyo baadhi ya nyakati. Huyu anaona lakini amechagua kuwa kipofu. Sawa sawa, alal huda, kuliko kuwa na mwongozo, wakauchagua upofu kuliko mwongozo. Fa akhadhathu aladhab alhun, kikawachukua wao kipigo cha radi ya kudhalilisha. Sa'iqa, sa'iqa ni ile radi yenyewe, ule mwako ule lakini unapokuwa una na kile kishindo chake. Sawa sawa, radi ile ukiona lazima imepiga kishindo ile, au sivyo? Lakini kishindo kinachelewa, unaanza kuona mwanga, sauti si inachelewa kufika. Kule imepiga haijafika sauti, lakini umeshaona. Sawa sawa, kama vile ikiwa kwa mfano hata umekaa mbali kidogo, tuna mtu anayefanya ile, anayechoma welding, sawa, utauona mwanga, alafu kule ndio unasikia inachelewa kufika kwako. Kwa ule mlio ule umepiga ni mkubwa kwa sababu ya ile radi yenyewe iliyopiga, sawa. Lakini kwa kuwa mwanga unafika haraka, mnaona ukitulia ndio unasikia guru. Ni kanuni hiyo. Kwa ile ina kishindo. Sasa kishindo cha radi yenyewe imewapiga sa'iqatul adhab alhun, kipigo cha adhabu ya radi alhun, yenye kuwadhalilisha, kuwanyongesha kabisa. Bima kanu yaksibuna, kwa yale waliokuwa wakiachuma. Nao walichuma mambo yao ya kumpinga nabii vile vile, Nabii Saleh. Katika jambo kubwa katika mambo yao ya jeuri, walimwambia Nabii Saleh, hatukuamini bwana mpaka umtoe ngamia kwenye mlima. Nabii Saleh akaomba, ya Rabbi, wanataka hivi hawa. Akaletwa ngamia, akatoka kwenye mlima kweli ngamia. Alipotoka ikawa kuna masharti. Sasa mmemtaka wenyewe, masharti yakaja. Ngamia huyu atakuwa na siku moja ya kunywa maji na siku moja ya kwenu, yaani siku zilivyopangwa. Kama ni mbili, ni mara moja, anachukua hazina ya muda mrefu, si ndio? Kwa hiyo siku anaokuja ngamia kunywa itakuwa inajulikana.
akija siku hiyo ya kwake msiguse maji. Sawa, mmeelewa? Ndiyo. Maisha yakaendelea. Baadaye wakakaa shura, jamani, yaani na sisi tumekuwa kama ngamia, tumefananishwa na ngamia. Udhalilishaji bwana, takuwaje bwana? Ngamia we na siku ya kuchukua maji, alafu na sisi siku zetu. Nini? Faakaruha, wakapanga njama ya kumuua, kumchinja wamle. Wakaambia basi subirini. Wakasubiri, wakapata adhabu, jeuri ikalipwa. Allah tukinge na shari hizi. Mungu anatupenda sana. Ummati Muhammad bwana hawakupata sana vituko hivi, wanaonjwa kidogo tu, maji kidogo hivi, corona kidogo hivi, kidogo alafu tunaendelea na maisha. Tumwombe Mungu sana tusipate mambo makubwa, kwa sababu yakiwa madogo hivi unapata hata fursa ya kutubu, lakini makubwa kabisa alafu umeondoka. Kina Firauni na kuzamishwa moja kwa moja wote. Hii kazi kubwa sana hii. Allah tulinde na shari hizo na atupe husnul khatima, mwisho mwema. Yaliwakuta haya bima kanu yaksibuna, kwa yale waliokuwa wakiachuma ya kupinga manabii. Wanajaina alladhina amanu, na tukawaokoa walioamini. Wakanu yattaqun, na wakawa wanajikinga na adhabu ya Allah kwa kufuata amri. Yattaquna maana yake wamekuwa wacha Mungu. Wacha Mungu kwa nini? Kufuata amri, sawa? Wanajikinga adhabu ya Allah kwa kufuata maamrisho na kuacha makatazo. Hawa tukawaokoa. Umo katika watu wa Saleh wako waliopona, sawa. Kuna aya ambazo tulikuwa tumezisimama jana, nikakwambia msiniulize kitu ili tuziweke sawa, tusije tukaendelea mbele huku tukawa tumeziacha zile. Allah alipokuwa amesema maneno yanomlenga yule bwana alileta ujumbe wake kwa mtume ili achukue ujumbe aende nao, ni aya ya 9 inasema hivi: Qul, sema mtume uwaambie watu hawa, a innakum latakfurun, hivi nyinyi mnamkanusha, mnampinga nani? Mnapinga habari ya nani? Billadhi khalaqa al-ardha, kumpinga yule aliyeumba hii ardhi mlioko juu yake, fi yaumaini, akaiumba kwa siku 2, sawa. Watajaluna lahu andadan, na ameumba ardhi mnayoiona hii mnaishi kwa siku 2. Taarifa hiyo wanapewa, sawa. Mnamfanyia washirika ambao hawakuumba hata sisimizi, ndio mnafanya hivyo nyinyi. Yani hoja ya kujenga kwenye akili kidogo. Mungu aliyekuumbieni kila kitu, vikatajwa na vitu. Baada ya katika kuiumba hiyo ardhi kwa siku 2, watajaluna lahu andada, dhalika rabbul alamin. Tanbihi hiyo, huyo ndiye Bwana anayestahili kuwa Bwana, mlezi, msimamizi wa viumbe wote, msimfanyie washirika. Wajaala fiha rawasiya, na akaweka katika hiyo ardhi rawasiya, milima ambayo ni thabit kwa kuisaidia ardhi. Min fawqiha, akaiweka kwa juu yake. Wabaraka fiha, na akatia baraka katika ardhi hiyo. Waqaddara, na akapangilia fiha, katika ardhi hiyo, aqwataha, vyakula vyake vyote, fi 4 ayyam, kwa siku 4. Katia baraka, kapangilia vyakula vyote kwa siku 4. Umbile la kuumbwa ardhi iitwe tayari ni dunia kwa siku 2, na kuwekwa vyakula na baraka ya ardhi kwa siku 4. Zimekuwa ngapi? 6. Sawaa lisailin, hiyo ndiyo habari hiyo kwa wenye kutaka kujua habari, ndio hiyo sawa. Tuko vizuri? Ya ndio habari ya mjini hiyo. Ukitaka kuuliza ndio hiyo. Usije kaleta za kwako bure. Mungu ameumba kwa siku 6. Anasema thumma stawa ila samai,
Kisha Allah akaielekea mbingu, wahiya dukhanun, nayo ikiwa ni moshi. Kipindi hicho ardhi nayo ni nini? Manake taswira imekuja, ameumba ardhi kwa siku mbili, akili yako imeshakwambia ardhi imeshatengenezwa. Ilikuwa ni taarifa tu ya kuumbwa ardhi kwa siku mbili, sio kwamba tayari hapo imeshaumbwa. Ameumba ardhi kwa siku mbili, akatia baraka na kuweka vyakula kwa siku 4. Hiyo ni taarifa, sawa? Allah uumbaji wake ni kusema kuwa tu, si ndio hivyo? Tuko pamoja? Kwa mfano ardhi anataka kuipa taarifa yake, uwe kwa siku mbili wewe hapo ulipo wewe utengenezeke kitu fulani 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 kwa siku mbili, na kuna hiki na hiki na hiki, ndio baraka zako hapa zifanyike kwa siku 4. Si taarifa hiyo umepewa? Na ardhi yenyewe ndio inapewa taarifa kiwe nini. Kisha anaielekea mbingu sasa, sawa Wahia dukhanun, nayo ikiwa ni moshi. Sasa ardhi kipindi hicho nayo ni nini? Tayari ni ardhi? Bado. Nayo hapo ni moshi, lakini utajuaje habari hiyo? Eleza kimoja cha kupatia picha kwenye cha pili, sawa Sikiliza maneno ambayo yatakuelekeza kuwa unapata taswira. Alipoielekea mbingu ikiwa bado ni moshi, faqala laha, akaiambia, walil ardhi, na kuiambia ile ardhi, itia taw'an au karhan, njooni mtii amri yangu, imma mtakuja kwa khiari au kwa nguvu. Kasema zote mbili, ardhi na mbingu, mbingu ambayo ni moshi kipindi hicho, zikasema ataina ta'iina, tutakuja kwako kukusikiliza tukiwa ni wanyenyekevu, sio kwa nguvu, tutatii. Hapo napo fikra iliyopo, na ardhi nayo bado ni moshi, sawa. Sikiliza maneno yanayotolewa kwenye nini, kwenye hiyo mbingu. Hapo unapewa picha iliyoko huku ili ufikirie na huku. Faqadhahunna, Allah akazihukumu, akaziampa taarifa 7 samawati, na akazihukumu kuziambia kuweni mbingu 7 nyinyi. Sasa kule tumeambiwa alifanya, hatukusikia ile oda. Huku tunaisikia oda, kuweni mbingu 7 fi yaumaini, kwa siku 2. Sawa? Kuweni mbingu 7 kwa siku 2, sawa? Yaani kama vile ilikuwa kuna kompyuta yake, ana programu ya huku imeshawekwa na huku imewekwa. Sasa zote mbili zikitakiwa, wewe umepewa taarifa uwe kwa siku 2 na vitu vyako vitatengenezeka kwa siku 4, na we mbingu ziwe 7 ambayo bado ni moshi ziwe kwa siku 2. Sasa kuweni, sisi zitaanza kuwa sasa zikiwa ni siku 2 peke yake na siku 2 nyingine, au ni ile ile siku 2 ile ni programu ile tu, tap kuwa kwa siku 2 na we kuwa kwa siku 2. Siku 2 hiyo ndio inatengenezesha huku na huku. Au ni 8? Ni 6 Sikiliza hiyo habari ya kuwa namna hiyo. Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza kwenye sura nyingine, anasema wasamaa banainaha biaidin, na hii mbingu tumeiumba. Manake mbingu zote hizo 7 hizo tumeziumba kwa nguvu kubwa. Kuna nguvu kubwa iliyotokea. Wa inna la musiun, na sisi tuko kwenye kuzipanua. Kipindi inaumbwa, tangu siku zinaumbwa zinaendelea kupanuka kutoka sehemu ilipokuweko, kutanuka. La musiun, zenyewe zinatanuka huko, na nafasi inaacha kuachana na nini? Kuachana na ardhi, nako kunaacha space kubwa. Kwani ilikuwa viko vipi mwanzo? Vilikuwa hivi. Sikiliza kwa suratul Anbiya aya 30 mpaka 33, kama utafunua hiyo. Inasema hivi, awalam yara alladhina kafaru, suratul Anbiya aya 30.
Awalam yara alladhina kafaru, hivi hawakuona au hawakujua wale waliokufuru, anna samawati, kwamba hizi mbingu hizi, wal ardha, na hii ardhi walioko juu yake, kanata ratqan, vilikuwa vitu donge moja. Ratqan, vimeshikamana pamoja, vilikuwa ni kitu kimoja. Fafataknahuma, tukavibambua, tukavipangua. Kuvipangua kwenyewe kwa nguvu, si mbingu imetajwa imeumbwa kwa nguvu, kumetokea nguvu na neno fatak, kama ile unaojua fataki. Fataki ikipigwa kuna kuwaje? Si kishindo Kwa hiyo zilikuwa zipo, fafataknahuma. Tulipozipangua hivi, tangu siku hiyo, wa inna la musiun, tumo kuendelea kuzipanua. Taswira yaka, ukifika nyumbani, hebu chukua pulizo la watoto ile wanapuliza ile, chukua lile pulizo lile, chukua kama kibrashi hivi, chovya wino ukiweza, alafu chukua ile brush ile kwenye lile pulizo, kabla hujalijaza upepo, rusha matone pr, lipindue na upande wa pili, rusha matone alafu lijaze upepo. Vile vitone tone vilivyoko karibu karibu, ukijaza upepo vitakuwaje? Vinaachana Kila ukijaza upepo vinaachana. Sasa hivi vitu vilikuwa viko pamoja. Allah anatanua, space inakuwa kubwa, inakuwa kubwa, inakuwa kubwa namna hiyo. Tangu alipoanza kuumba kuko hivyo. Miaka ni mingapi imepita? Allahu aalam. Sisi ni wageni sana hapa duniani, tumekuja juzi tu. Juzi tu. Miaka mingi mno imepita, utanuaji uko hivyo. Na ushahidi wa kidunia unatueleza hivyo, kwamba watu wa jiolojia wanaona kwamba hii ardhi hii, huu moto ulikuwa uko mpaka juu huku. Lilikuwa moto hili. Sasa moto umebakia ndani huko, kumepoa huko juu. Kwa nini? Kwa sababu ya kukaa mbali. Wanatuambia kwamba ilikuwa ni donge moja na jua hili. Iwe itakavyokuwa, taswira hii ipo kwenye Qur'an. Vilikuwa ni kitu kimoja, vikaachanishwa, na kuanzia siku hiyo kuna kupanuka. Tuko pamoja? Taswira iko namna hiyo. Sasa nilikuwa nataka upate ile picha ya zile 6 na 8 kwanza iondoke, ibakie 6. Hii ndio habari anayosema Allah. Habari yenyewe ndio hiyo. Kuuliza msije mkaitafuta nyingine. Sawa? Si ndio imesema hapo? Fi 4 ayamin sawa'an lisailin. Usije ukazogeka ukambika hapa ukaona kuna 2 nyingine, kuna na 2 nyingine. Ni mayai mawili yaliyotoa kwa sufuria moja. Ukiambiwa yai moja limechemshwa kwa dakika 5, basi na la pili litakuwa ni dakika 5 zile tu. Yakiwa mawili dakika 5, usije ukasema mayai mawili itakuwa dakika 10. Hakuna hapa. Sawa? Naam. Kwa hiyo Allah anasema faqadhahunna, akazihukumu, akazipangia, akaziamrisha kuwa nini? 7 samawati, ziwe mbingu 7. Zikishapewa amri hiyo, si zitakuwa ndivyo sivyo? Zitakuwa mbingu 7. Wa auha, na akafunua, manake akatoa wahi, akazipa agizo, akaziagiza. Fi kulli samain, katika kila mbingu katika hizo 7 akazipa agizo. Amraha, agizo lake. Kila mbingu ikapewa agizo lake. Nataka kwenye mbingu hii kuwe hivi, na mbingu hii kuwe hivi. Kama kwenye ardhi kulivyokuwa kumewekwa chakula kwa siku 4. Sawa? Mungu hakutaka kutuambia kwenye mbingu nako hizo akaweka kwa siku ngapi, akatuacha tu hiari yake. Ukitaka kuumia kichwa, umia mwenyewe, shauri yako. Na sijui kama ukiumia unaweza ukajua, kwa sababu mwenyewe hakutaka kukwambia. Hakutoa maelezo kwenye hii akafanya kwa siku ngapi, lakini kwenye ardhi akatuambia siku 4, na habari ndio hiyo, usipeleke nyingine. Akatoa maagizo fi kulli samain, katika kila mbingu. Amraha, amri yake, kuwe hivi. Akatueleza moja katika hizo nyingine hakusema.
akasema amri yake hii ya dunia, mbingu ya chini, wazayyana samaa dunya bimasabiha, tukaipamba, anasema tukaipamba mbingu ya duniani ya karibu, bimasabiha, kwa taa nyingi ambazo tunaziona, wa hifdha, na tukaiwekea ulinzi. Hii tumeelezwa, hizo nyingine hatukuelezwa. Maneno yanayomalizia hivi, dhalik, hayo uliopewa habari, taqdirul aziz, ndio uweza, mpango wa yule al-aziz, mwenye kushinda jambo lake, akitaka liwe linakuwa. Al-alim, mwenye ujuzi mkubwa. Vyote hivyo ni kiasi cha kuviambia kuwa, vinakuwa. Kun fayakun. Kuna shida kwenye hilo kwamba kitu fulani siku 7, 8, 10 akaumba mpaka akachoka, akapumzika. Akapumzika vipi bwana? Hakuna kupumzika bwana. Walam ya'ya bi khalqihinna, wala hakuchoka kwa kuziumba hizo. Mungu anasema hivyo, majibu yake hapo. Hakuchoka, hakulemewa. Hiyo kazi aliyoifanya haikumlemea, haikuwa nzito, ni kusema kuwa tu. Leo hii kidunia tunaona watu wameshatengeneza mamashine yao computerized, anafanya ti, alafu huyo anaondoka zake, anabonyeza, anakwenda zake, mashati yanatoka yameshapakwa rangi na kila kitu, au anabonyeza ti, unaona magari yanapita kule, mabodi yanapita huku, sijui kitu gani kinapita huku. Mtu anafanya hivi, ila Allah yeye kwa akifanya hivi akasema kun, hasemi wala habonyezi kitu. Kama ametuumba, tuko wangapi duniani ndugu zangu? Wengi sana Programu walioitengeneza kwetu, kila mmoja wala hachaji kwenye simu, kwenye umeme. Shekhe hapo anacheka, hakuchaji hiyo kucheka. Yule pale akitaka kunyosha mkono hajachaji, inaendelea tu. Akishapiga muogo wake, mikono inafanya kazi. Hatuoni kama ni mambo makubwa Ni makubwa. Uhai na kufa, mambo makubwa kwa kweli, lakini hatuyafikirii vizuri. Kwa hiyo Allah akafanya namna hii, akasema fa in a'radu, kama watapinga yote au yapuuze haya, basi wape taarifa hiyo. Imekaa vizuri. Akaendelea Allah kwenye hii surat al-Anbiya, baada ya kueleza ujumbe huo, kana taratqan fafataqnahuma, tukavipangua, waja'alna, na tukaumba, minal ma'i, katika maji, tukafanya katika maji, kulla shay'in hayy, kila kitu au kila kilicho hai, tukawa tumekifanya kutokana na maji takavyochukua. Waja'alna, na tukaumba au tukafanya, minal ma'i, kutokana na maji, kulla shay'in hayy, kila kitu hai. Kila kitu hai tukakifanya kutokana na maji. Afala yu'minun, hivi hawaamini hivyo? Yani anatuambia kuna siri ya uhai ulioanza na maji. Vipi? Allahu alam. Na siri ya uhai kwa mwanadamu, udongo nini, alafu kuna roho, Allahu alam. Mimi sivijui hivi vilivyoelezwa hapa, basi kesi imekwisha. Afala yu'minun, hivi hawaamini hilo? Waja'alna fil ardi, na tukaweka katika ardhi, rawasiya, milima. Kule ilisema tukaweka milima juu yake, huku akatoa na sababu za kuwekea milima, antamida bihim, ili ardhi isiwayumbishe. Tumewekea milima kwenye ardhi, antamida bihim, bimaana khashyata antamida, lialla tamida bihim, ili ardhi isiwayumbishe. Kuyumbisha vipi? Mbele aya inazungumza hii ardhi na wenzake ndugu zake wote, kullun fi falakin yasbahun, kila kimoja kiko kwenye orbit yake, kwenye anga lake maalum kinaogelea, kimo katika spidi ya kuogelea kwenye anga maalum, lakini anga lake maalum haingii kwa mwenzake. Sasa hivi vinavyoogelea na vimo kwenye safari maalum,
isije ikawa mara imeogelea kwa mtindo huu mara kwa mtindo huu, wakati sisi tuko juu. Umeelewa? Imewekewa milima yenye balance, itakiwe ibendi mpaka hapa, basi hiyo dunia ikizunguka itazunguka hivyo hivyo tu, haitokuwa itabendi hivi alafu irudi tena hivi alafu irudi tena hivi. Hakuna hivi. Siku akitaka kufanya hivyo atafanya, na tutakuwa ni kiyama tumekushakijua, hakuna ujanja. Lakini kwa sasa hivi ibakie vile vile tu, inakwenda kwa mtindo maalum. Ikitakiwa kuna nini kupeleka maji upande huu, basi itapeleka maji upande huu, upande wa pili yanakupwa. Upande huu itakwenda, alafu kirudi kifika huku maji ya huku yanajaa huku yanapungua. Sawa sawa? Sio huu. Milima ina kazi hiyo. Manake ulizwa tena, afala yu'minun, hawaamini. Huyo ndio Rabbul Alamin, aliyewalea wote, anayewalea wote. Waja'alna fiha, na tukafanya katika dunia hiyo hiyo, ardhi hiyo hiyo, fijajan. Si ametaja milima kwanza, halafu akasema fijajan, tukafanya njia pana. Manake njia pana palipotajwa milima, kama Mungu angeifanya milima ni mlima moja kwa moja, ingekuwa huwezi kwenda sehemu ya pili mpaka upande. Lakini Mungu hakufanya hivyo, afanya mlima hapa akashusha, alafu akafanya mlima tena hapa na hapa, sipana njia pana, njia pana kabisa, kwa hikma maalum, ndio fijajan. Akafanya ile mipasuko ile fijaja, njia pana kabisa, subulan, ziwe ni njia za watu kupita, la'allahum yahtadun, huenda wakaongoka imma kufika wanakotaka kwenda, na kuongoka kujua yuko mwenye hekima aliyefanya hivi. Sawa? Hebu fikiri kidogo katika uumbaji wa Mungu, halafu ufikirie ungekuwa kinyume chake ingekuwaje. Nikwambie moja ulete kwenye akili kidogo. Unapokuwa unatafuna chakula, we unahisi kama ulimi unapeleka kile chakula kwenye magego? Unahisi? Hata huna habari. Hebu kidogo umetatizika ukajisahau, ulimi ukang'ata, ndio pale unahisi kumbe ulimi una kazi huko ndani Sasa fikiri Mungu akuondolee kumbukumbu ile kwa dakika 5 na huko unakula utakuwa una ulimi tena? Iwe haifanyi kazi, ule ulimi haufanyi kazi vile vile automatic unavyofanya. Maana yake unapeleka alafu unatoka, unaendelea kutafuna, unaingiza unatoa, unapeleka huko unatoa, hivyo tu cha. So meno wakati yana kazi yake, unaingia kidogo sikia umeubana. Pengine uliwaza kitu ulikuwa unataka kusemesha, akili kaenda huko kidogo, bwana acha kunisemesha bwana. Umeona Mungu anafanya mambo yake. Mdudu anaingia kwenye jicho, hajaingia ndani kabisa, ameweka vumbi tu hapa juu, machozi yanatoka. Ni wewe unatoa machozi au yanatoka yenyewe? Toka yenyewe, sio wewe useme natoa machozi. Tuko pamoja? Huyo ndio Mungu Rabbul Alamin. Damu inatoka hapo, umejikata kidogo, damu inatoka. Wako wanaohusika humu wanafanya juhudi kuzuia hii. Baada ya muda kidogo chapu, unaona pameziba, damu haitoki. Wewe unasema imeganda, lakini imeganda vipi? Haitoki. Labda iwe mkato ni mkubwa, wamezidiwa hao wenye kuzuia kazi yao, wamezidiwa nguvu, utafute maarifa mengine ya ziada. Lakini hii kidogo tu chap, wewe nenda zako tu, utaona mara moja imestop yenyewe, damu haitoki tena. Na ukija kuondoa kigome kile, pengine hata haitoki kama imetulia. Nini? Na yale machozi yaliyokuwa yakitoka kwa mdudu kwa kuingiza vumbi, ile uchafu ukimalizika tu machozi hayatoki tena. Sasa nikwambie moja, hebu ufanye kinyume chake. Uletee chakula unachokipenda, alafu zuia mate yasije. Sema sitaki mate aje, ndio utaona imejaa tele kinywani unameza. Huu ndio Mungu, sio wewe unaeleta yale mate. Automatic chakula kimekuja, ulipoona tu nafsi ikakipenda, mate yanakuja kabisa kuandaa kula.
Ukisema unazuia muongo, utaonekana tu na meza, alafu unajikaza, zuieni msitoke mate, msitoke mate mara. Huyo ndio Mungu mlezi, anafanya vitu mwenyewe. Machozi yanatoka yenyewe na yatasimama yenyewe. Ndiye Mungu akatupa vitu fulani vya kutukumbusha, akasema yeye ndiye anayemfanya mtu akalia na akamfanya mtu akacheka. Manake kadiria na vingine, akakufanya ukala na akakufanya sasa ukaamka. Akafanya viungo vingine vyote vimepumzika, masikio hayalali. Au masikio nayo yanalala? Hayalali bwana. Tangu siku yaliyoumbwa hamna kupumzika. Siku yaliyoumbwa tu basi yako macho mpaka utazikwa, yataendelea kuwepo, hayakufa. Kiama kikianza unatakiwa kuamka, umesikia unaamka. Nani ametuamsha? Yalikuwa bado yanafanya kazi, ile ala ya kusikia ipo, haikupumzika. Ndio Mungu huyo anafanya mambo yake. Shekha, haijaingia vizuri hiyo? Unapokuwa umelala, si uko usingizini, mbona kukigongwa tu unastuka, alafu nini? Usingekaa, hujajua ni kitu gani, kwa sababu akili nayo ilikuwa imepumzika kidogo, sawa? Lakini ile umeisikia, unasikiliza ya pili sasa, ili uweze kutafsiri ni kitu gani. Lakini umeamka kwa sababu akili, masikio yalikuwa hayajalala. Ndio kina mama wanahusiwa kitaalamu, wanaambiwa mama akiwa mjamzito asifanye vituko vingi, anamrisisha mtoto mapema kwa sababu anavisikia. Mama anakwenda disco alafu mjamzito anampigisha mziki mtoto tangu bado anapenda mziki nyumbani sana, mtoto yuko tumboni. Fujo zile unamrisisha mapema, vitu bado yuko tumboni, anasikia fujo zako unazozifanya hizi mapema tu. Zile fujo anazozifanya yeye zile pale tayari unamsikilizisha. Ile hobi yake ya vituko na nini, matusi na nini, anamlisha tu, mtoto anatoka tu akikuwa kidogo tu amemzidi mama yake. Wajaal, na tukafanya njia kubwa pana, subulan, ziwe ni njia za kupita, laallahum yahtadun, huenda wakapata mwongozo, wakaongoka kupata njia ya kupita upande wa pili, na kuongoka kuona yuko Mungu mwenye hekima. Tuko pamoja Naam. Tunapopewa amri na Mungu tufanyeni hivi, tufanye bwana, tusifanye kinyume, tutajidhuru. Waja'alna samaa, na tukafanya mbingu, saqfan mahfudha, tukafanya ni dari iliyo na ulinzi, iliyohifadhiwa vizuri. Wa hum an ayatina, nao kuhusu aya zetu zote hizi mu'ridhun, wanazipa mgongo, wanazipuuza. Wa huwa alladhi khalaqa al-laila wan-nahar, naye Allah ndiye aliyeumba usiku na mchana. Tulizungumza jana hilo mpaka tukauliza swali, kipi kimeanza? Wengine wakasema usiku, wengine wakasema mchana. Majibu ni kwamba vilianza vyote kwa wakati mmoja, sawa? Ile ardhi ilipoachana na wenzake, ikakumetokea mpasuko manake imelikimbia jua lilipo, si ndio? Kwa kuwa vitu vyote kwanza viko ni moshi, manake anga nalo limejaa moshi. Kama ungekuwa pamerushwa bomu hapa, hata la machozi mwanzo huwa hamuonani, si ndio? Lakini vikishachanguka mnaonana. Ule moshi upo lakini umechanguka, sio kama umejitenga tenga. Kwa mkubwa mwanzo jua halifiki huko ardhi ambako iko, kwa sababu ya moshi, gesi ambayo ipo. Jua halijafika, kuna kitu kimezuia hapa, sawa? Wingu kubwa la gesi limezuia. Kwa kipindi hicho hakuna usiku huku wala mchana kwenye dunia, hakuna usiku wala mchana, ni giza. Lakini giza hilo sio maana yake usiku, sio kila giza ni usiku. Chumba chako unaweza giza lakini bado ni mchana, ni chumbani mwako tu, sawa?
Kwa hiyo giza lile sio, lakini ule moshi kiasi ulivyoanza kusambaa, ukasambaa, mwanga ukaanza kupenya. Ulipopenya, ulipopiga tu kwenye dunia, huku ulikopiga sikukawa mchana, huku ambako haujapiga usiku. Kwa hiyo mchana na usiku vikaanza kwa wakati mmoja. Hiyo ndio kanuni yake, sawa? Fataknaha, tukavipangua. Upanguaji ule ndio baadaye ukaleta usiku na mchana. Ndio Mungu anasema waja'alna al-layla wa huwa alladhi khalaqa al-layla wan-nahara wash-shamsa wal-qamara, kaumba na jua na mwezi. Anataja ajabu nyingine hapo, kullun, kila kimoja. Ametutajia viwili kwa sababu viko karibu na sisi. Hata mtu asiyekuwa mtaalamu wa mambo ya anga hivi anaviona jua, mwezi, sisi tunaviona wote, lakini kuna watu wanaona zaidi kule, wanaona makorokoro mengi sana. Kullun, kila kimoja, fi falakin, katika anga lake, kwenye duara lake, yasbahun, vinaogelea. Kwa hiyo ni vyote vilivyoko kule angani. Tumetajiwa viwili iwe ni kwa sababu kila mmoja anaviona, lakini ni vyote vilivyoko angani, ni maduara matupu yaliyoko huko angani, yote yanaogelea. Lau kama ukionyeshwa unaona kuna miujiza, hili linaogelea linakwenda, yote yako hivyo. Lakini pamoja na kuogelea hivyo havigongani, kila kimoja kwenye anga lake maalum. Sasa huyo aliweza kuviweka mamilioni hayo, lakini kila kimoja kwenye eneo lake, hastahili kuabudiwa yeye jamani? Ndio ashirikishwe huyo kweli? Hapana, wanomshirikisha wanafanya dhulma. Tuishie hapo kwenye surati Fussilat. Tutakuwa tumefika kwenye aya inayosema wanajaina alladhina amanu wa kanu yattaqun. Sawa sawa. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.